Wasanii wi ndugu wasanii, halo, shida nini hapo bwana Oswald? Shida nini bwana Kaswida? Okay. Ndugu wasanii, kama tulivyotangaziana kwamba leo tutakwenda location kwa ajili ya kushoot. Lakini cha kushangaza nikiangalia hivi wasanii wote hamjatimia, wengine wamechelewa. Sijajua shida ni nini mpaka sasa hivi. Na ninawasiliana na mtu wa gari, ananiambia tayari gari ishafika. Kwa hiyo wasanii mmekuwa mmeniangusha pakubwa sana na mmekuwa mnarudi nyuma kimaendeleo. Marahaba. Kulikuwa unafika sasa hivi? Oh. Okay. Sawa, jiunge na wenzio. Wasanii ndugu wasanii, kama nilivyowadokeza hapo awali kwamba gari ishafika na maandalizi yote ni tayari. Kwa hiyo cha kushangaza cast wa kike ndio wanaongoza kwa kuchelewa. Hivyo basi kwa wale ambao bado nadhani tutazidi kuwasiliana, lakini kwa sisi ambao tumefika nimepewa mwongozo na maelekezo kwamba tukishaingia kwenye huo msitu, cha kwanza kabisa cha kuzingatia, uruhusiwi kufanya mapenzi katikati ya msitu. Kwa nini? Subiri kwanza, sijamaliza kuongea. Lakini cha pili, uruhusiwi kujisaidia. Sikilizeni. Na cha mwisho, uruhusiwi kumwaga damu yoyote ile. Wewe umeumia au umefanya nini, lakini damu uruhusiwi, kwa sababu ule msitu una matukio ya ajabu na ya kutisha. Hivyo kwa wenyeji na wazoefu wa ule msitu wamenipa maelekezo hayo. Kwa hiyo ni kuzingatia, ndugu wasanii. Nadhani tumeelewana ndugu wasanii. Elewa, lakini sikifuna mimi nikapana na aje. Sasa bora wewe mwanangu aje. Itakuwaje sisi tukafika kule tukazidiwa? Wasanii ndugu wasanii, hapa nakuwa na kigumizi kidogo, lakini kwamba maelekezo yapo kwamba tukifika pale kuna nyumba ambayo tutafikia. Sawa? Kwenye hiyo nyumba kuna choo pale pale. Kwa hiyo nadhani haja zetu zote tutamalizia pale pale. Lakini cha kuzingatia hayo mengine ni muhimu zaidi. Ila kujisaidia halina shida. Ukitingwa tu kidogo, kibanwa, unaweza ukatoka kidogo ukaenda kujisaidia. Nadhani maelekezo ni hayo. Nadhani tumeelewana, si ndio? Kuna swali lingine? Basi tunaweza tukaondoka. Njia ni yuko. Jambo jema kwa kweli. Aromoka tembea vijana wangu. Sasa kuna kitu ndio unavyopeleka huko babangu. Ndo hapa vijana. Kwa uongo. Mambo sio mabaya. Mbona? Wapi? Mbona kitu?
Sio, habari yako? Salama tu. Salama tu. Karibuni, huko hakuna njia. Kiongozi. No. Bwana kiongozi, kwanza sisi hapa ni wasanii, tumekuja kushuti, hivyo basi tuliweza kuwasiliana na wenyeji wa huu msitu. Kwa hiyo tukawasiliana nao, kwa hiyo nadhani wakatupa majibu kamili kwamba tuje leo, ndio leo tumekuja. Kwa hiyo nadhani unavyotuambia kwamba hamna njia huku, tunashangaa sana kwa sababu tumeshajipanga na tumeshawasiliana, kwa hiyo tunakwenda kwa location tu kwamba hapa tukipita njia tunatokea juu hapo nini tunaingia kushuti. Kiongozi, wasiliana na nani? Na mimi ndio kiongozi na mlinzi katika huu msitu. Kivipi kiongozi? Natuambia kwamba watu waruhusiwi kuingia huku. Mimi ndio mlinzi katika huu msitu. Siwaelewi mnasema nini? Rudi mlikotoka nyewe vijana. Kivipi turudi tulikotoka? Hatukuelewi sisi. Msitu sio wenu. Alokweni wastaarabu basi. Ngoja nikae mimi. Halo, wasanii. Jueni basi. Jueni basi wasanii. Da. Sawa. Wasanii wangu wao. Sasa umeonaje huu msitu? Umeonaje dali wangu? Kwamba nimependa nimependa. Uko fresh. Director. Wengine kwa nikuuliza wewe, mimi sijui hivi. Sasa sije hapa sawa, watafuta wenzetu tani mimi si kuondoka kwenye msitu. Sasa tutakuta wapi director? Alafu tuanze kuita. Utaita msituni, umeambiwa kelele hatazitakii. Tumeshavunja masharti, tumejisaidia. Director, bwana mimi ninachoma director bwana. Mimi kama vipi tuondoke nyumbani, kama sio kuondoka nyumbani au wenzetu tuweze kuwakuta bwana. Unaona hali nayo endelea, tuondoke nyumbani. Sasa unawaza njia nini director? Njia zote hizi tunapita. Njia iko wapi nakuuliza? Nakwambia tuondoke, twende bwana, atatukuta. Mwanangu toka nini pale? Si tumbo wenyewe unatisha kweli kweli. Sio poa. Pale mwanangu. Mungu sichukulie poa, ile kiumbe cha ajabu ni kinatisha balani. Kumbe kile ni hatari. Msitu wenyewe ndio unatisha. Ndio Yaani huyo mdudu ni jamani, ninamwogopa mimi. Hata nchi ya sele unapita wapi? Majani tu mengi. Jamani mimi nataka najisikia basi. Ni aidi, acha kuogopa. kaza
Mwanangu inabidi umkosee sote. Mapigo ya moyo yanaleta mbio. Una nini huko? Wangu kinatisha wanangu. Toka nizaliwe sijaiona kitu kama kile. Mwana kwa kama waji. Kwa kwanza nikae mwana. Kwa kama ujishikilia yani. Umekuja hapa yani vurugu zote hizo kume kitu kidogo tu naogopa. Mjo hapa. Unakuwa kama mtoto wa mama. Acha tu wewe. Gogo nilikuwa nakata kule. Kaa chini tuongee kikawa. Au kama mtoto wa mama mwanangu kaza. Ndio shida ya kuwa mwanaume. Mwanangu tunatokaje huko? Tukae tujadili. Hapa ndio shida. Elekta mwenyewe aonekani, si tutafanya. Kwanza wengine wako wapi? Anza kuulizia watu mdau. Ndio hivyo tunataka. Pole zito hili. Basi tujadili jinsi ya kutoka huko. Mwanangu mpasie basi mtoto wa kike ile sote. Ndio umetula nalo tu, yani unakaa tu nalo. Wote mnazingua. Sio unazingua mwanangu. Wenzako tupo ngangali, wewe peke yako ndio vesi. Wewe unarusha hapa una ugomvi na mimi? Mna ugomvi na mimi nini mnazingua mwanangu? Kwa mwanangu sweta hadi ndita zimekutana. Haya, asante. Biko utaacha hilo. Kitu kidogo sweta tu na mind tu. Ubwabwa huo shauri kama shemeji yako na shemeji wa nani? Sisi tujavaa masweta, wewe uvae nani? Kaza mwanangu. Wewe una vipi tena? Afu mida ndio inazidi. Yeah.